Bima Pub, urahisi wa maisha. Tunalozunguka mkoa mzima bila kufanya ziara na kuambia hatuwezi kuwafikia vijana wenzetu. Mimi niwaambie, tulikaa baraza la vijana la mkoa, tukabaini kuna shida kubwa ya utoaji wa mikopo, na jukumu hili natakiwa lifanywe na jukumu la umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi. Nimekuja kuwakumbusha, tufanye vikao, tufanye ziara. Ndugu zangu, mmetupa taarifa yenu hapa. Moja ya changamoto kubwa mlioizungumzia ni uhafifu wa utoaji wa mikopo hii ya 4% inayotolewa kwa vijana. Taarifa yenu mmekiri kwamba kwenye kata hii kuna kikundi kimoja peke yake ambacho kilipewa mikopo ya milioni 8 kutoka kwenye halmashauri yetu. Na sisi kama vijana wa mkoa wa Geita tunaona mikopo hii haitoshi. Tunatamani na tunahitaji, na ndio shauku ya Daktari Samia Suluhu Hassan, vikundi vingi vya vijana hasa wa vijijini wapate mikopo hii, tukitambua huku maeneo ya vijijini ndiko kuna uzalishaji wa chakula kingi. Tukiwapa vijana wengi mikopo huku, wataweza kwenda kuwekeza kwenye kilimo, watazalisha, watauza, watapata kipato. Tunatamani afisa maendeleo wetu na mtendaji wako hapa watusaidie vijana wengi huku waweze kupata mikopo, ili wakati wa kilimo unapofika tuweze kupata uzalishaji mkubwa wa mazao, vijana waweze kuuza na mikopo itawasaidia. Wanaponunua mbegu bora ya kilimo, wanunue nyenzo bora za kufanya kilimo chao, lakini pia hata wakati wa usafirishaji wa mazao kwenda mjini kwenda kuuza, waweze kujikimu. CCM oyee! Tumekuja kuwahimiza vijana wenzetu. Chama cha Mapinduzi kimeweka sera nzuri ya mikopo, tuchangamkie fursa hii. Lakini pia ombi letu, ili mtakapopewa mikopo hii mkumbuke kurejesha, kwani ni mikopo ambayo inatolewa kwa mujibu wa sheria. CCM oyee! Kwa hiyo sisi tumeona kuna vikundi vingi huku vimeundwa lakini havijapata mikopo. Tunaomba tupaze sauti yetu. Sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa wa Geita tunahitaji tuone mikopo hii ikitolewa kwa usawa. Mikopo hii iwaguse vijana wengi wa mjini na vijijini, hasa tuangalie kwenye maeneo ya kipaumbele ambayo yanazalisha chakula kingi. Ninatambua huku Ikobe vijana wengi wa Ikobe ni wanapenda sana kilimo, lakini hawana mitaji. Tuwasaidie wapate mitaji. Tumekuja kuwahimiza viongozi wa serikali wawasaidie na wawe msaada. Mimi niombe tu afisa maendeleo wetu wasaidie vijana hawa, kwa sababu moja ya changamoto kubwa, hawajui namna ya uanzishaji wa vikundi, hawajui namna ya kuandika maandiko ili waweze kupata mikopo hii, lakini hata taarifa sahihi, yani wakati gani mikopo inaweza kupatikana. Kwa sababu tumeenda maeneo mengine wanakwama kupata mikopo vijana kwa sababu ya shida ndogo ndogo, jinsi ya kuandika yale maandiko. Tunaomba wasaidie. Tunatamani tuone vikundi vingi sana vya vijana vinapewa mikopo kutoka maeneo ya vijijini ili waweze kuzalisha mali na waweze kujikwamua kiuchumi. Kaka ni mjumbe wa kamati ya siasa wilaya ya halmashauri kuu ya Mbogwe ikitokea kundi la vijana. Ndugu mwenyekiti, awali ya yote nimshukuru sana Mwenyezi Mungu mwenye mwingi wa rehema ambaye ametuwezesha sisi tumeweza kufika katika ziara yako. Lakini mwenyekiti, kwa nafasi hii kushukuru sana wewe kwa kazi kubwa unayoifanya ya ziara yako ya kata 122. Hongera sana na kamati yako ya utekelezaji. Sambamba na hilo, ndugu mwenyekiti, kwa haraka sababu kumeisha, tunatambua kazi kubwa unayoifanya ya kukibadilisha chama na chama kiwe na uhai. Tunakushukuru sana mwenyekiti. Na hii unayoifanya inalenga kukifanya Chama cha Mapinduzi kiweze kuwa imara, na unahamasisha wengine ambao sio wana CCM kujiunga na Chama cha Mapinduzi. Wewe mwenyekiti umekuwa na hoza mzuri ambao chombo cha umoja wa vijana ndani ya mkoa wa Geita ukipeleka salama. Na hii si mara ya kwanza. Mwaka 2018 mimi nilikuwa kijana ambaye sijui hata kusema CCM moye, lakini kwa sababu nilikuwa na wewe na kazi kubwa unazifanya, wakati ule tulikuwa na dereva wako shirika alikuwa anaendesha tanda ya kama ya nilikuwa naanza kujifunza kusema CCM. Baada ya kuwa na wewe ukiwa mwenyekiti wa vijana wilaya ya Geita mjini, na hatimaye mpaka sasa mimi ni mjumbe wa kamati ya siasa, ni kwa sababu ya juhudi zako, matendo yako na yafanya. Tunashukuru sana mheshimiwa mwenyekiti. Lakini sambamba na hilo,
Maandiko matakatifu yanasema Mathayo 7:16, tutawatambua kwa matendo yako. Mambo makubwa tumeyaona mnayafanya, mwenyekiti kwa vijana mkoa wetu unafanya makubwa. Umehamasisha mambo mengi, tumeona kwa swala la uwekezaji na mikopo mlizungumzia vizuri, na unatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi ibara 26 ambapo hii yanawawezesha wanawake, vijana na watu wenye ulemavu ili waweze kujiajiri kwa watu wengi. Ndio sana mwenyekiti. Najua muda ni mchache na katiba amenieleza, nipende kushukuru sana na Mwenyezi Mungu akusimamie ili kusudi uendeleze juhudi hizo na maono hayo ili wilaya yetu ya Bogwe, mkoa wetu wa Geita na taifa kwa ujumla iweze kupata mafanikio.